Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu mpendwa, ni mtume Francis Omayo tena. Nafurahi kukuletea programu yangu ya habari njema ya ufalme kwa watu wote. Programu iliyopita tuliangalia malango, lakini leo hii nataka tuangalie jambo lingine tena ambalo ni la undani zaidi na ni kuu zaidi. Leo hii tunataka tuangalie damu. Damu ni jambo la ajabu na ni jambo kuu ambalo Mungu aliumba. Na baada ya kumaliza hii, utaona baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakikusumbua yakipata suluhisho. Juu hata Mungu alisema pasipo na damu hakuna ukombozi. Juu damu tunaweza sema kwa kimombo ni currency ya katika ulimwengu wa kiroho. Jambo haliwezi fanya transaction ama kibiashara kwa ulimwengu wa kiroho bila kuwa na damu. Ajabu moja ya damu ni kwamba iko na sauti. Na sauti ya damu inategemea ilikuwa damu ya aina gani. Na damu inafutia ulimwengu wa kiroho. Na damu ikiwa ni ofu imebeba uofu, dhuluma na udhalimu ambaye kwa Kisungu inaitwa iniquity. Tukiangalia damu ya kwanza iliyomwagika ya mwanadamu iliongea, na ilipoongea ilikuwa inaongea ilipizwe kisasi. Tuangalie Mwanzo 4:10 hadi 12 nasema, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Hiyo ni Mungu anauliza Kaini. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake. Ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapolima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. So tumeona Kaini amemuua ndugu yake na damu imemwagika kwa ardhi. Na vile tujuavyo, kila kiumbe alichoumba Mungu kiko hai na maisha ni kiroho. Ardhi na kinywa ina uzo, vile tumeona ikitacho hapo, ilifungua kinywa ikapokea hiyo damu. Na kwa sababu ardhi haikuumbwa ipokee damu, ikakunja uzo wake. Ni kama saa zile labda unameza dawa ambayo ni uchungu ama kitu ambacho ni uchungu. Dunia ilifanya hivyo, ardhi ilifanya hivyo. Na hii sauti ikalia mbele ya mahakama, na Mungu anatokelezea, anamuuliza Kaini, umefanya nini? Na yeye hakujua ni mambo na mahakama imeanza.
akaanza kujitetea bila kujua kwamba hakuna kilichofichika kwa Mungu, na ulimwengu wa kiroho hauruhusiwi kuja duniani bila damu. So hiyo damu ilifutia Mungu na ikaenda mahakamani kutoa mashtaka, na kwa sababu ililete dhuluma, uofu, ambayo kwa Kisungu ni iniquity, ni nzito sana. Baadaye utaona hata yeye mwenyewe anasema ni nzito sana, siwezi. Dhambi ni kukozea, na kuna dhambi nyingine ya kuruka mipaka. Lakini hii udhalimu, iniquity, ni nzito sana, inaenda kisasi hadi kisasi. Na baadaye utaona usawa wake huyo jamaa umelaaniwa, na yeye mwenyewe amelaaniwa. Ardhi imekataa. Baadhi ya mambo ama mengi yanayotupiga vita ni kwa sababu ya damu. Kuna kitu inaitwa damu ya ukoo. Ikiwa mtu alifanya jambo fulani kwa familia, akamwaga damu na itanyamasishwa na ile damu ya Kalvari, ambayo ni damu kuu kuliko damu zote, inanunua zote, bado inaongea na ardhi inakupinga. Baadhi ya magonjwa ambayo unaona ni ya kuambukiza, sukari, kansa, mengi hayo unaona iko kwa family, ilienda na mtu na imekuwa pattern. Kuna damu inaongea. Wacha tuangalia dalili ya damu inayoongea kinyume. Katika Luka 8:43 hadi 44. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharamika mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake, akaiguza upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Unaona hizi dalili kama 4 zinaonekana kwa huyu mama. Unapoona kuna jambo ambalo inayekawia, kwa Kisungu delay, miaka 12 kutokwa damu usiku na mchana, si jambo rahisi. Huyu mama alipitia shida nyingi akitokwa na damu. So unapoona jambo inachukua muda mrefu bila suluhisho, ujue kuna damu inaongea katika ukoo. Jambo la pili, alipoteza kila kitu. Unapoona unawekeza sana lakini matokeo ni hasara, unajaribu kuanza jambo linaishia hasara, na inaenda ikiwa hiyo pattern ama kuchirudia rudia, ujue kuna damu inayoongea kwa ukoo. Nitakuonyesha jinsi ya kuinyamasisha baadaye. Na Bible imesema huyu mama alitoka nyuma. Unapoona wewe kila mara uko nyuma, ila hali Bible inasema sisi ni vichwa sio mikia. Kila mara wewe yako ni kuchelewa, mambo yako inachelewa, iko nyuma. Ndio maana unaona Bible inasema alitoka nyuma ya umati. Unapoona kila mara wewe uko nyuma, mambo yako ni mwisho kule, jua ikirudia rudia, kuna damu inayoongea, inaitwa damu ya ukoo. La mwisho, damu pia inanuka. Unapoona mnaenda interview, wewe hata wale wako kwa interview hawataki kukuona kabisa, ni kama ile wengine wanaita roho ya kukataliwa. Kila mara unaenda ni roho ya kukataliwa. Kuna damu inaongea. Na huyu mama ndio unaona alijipenyeza juu Torati ilikuwa iwaruhusu kabisa kutangamana na watu. Alikuwa kwa Kisungu wanaita unclean, alikuwa anaitwa unclean, asiye msafi. Na wengi katika ulimwengu wa kiroho unaonekana hivyo, na hiyo ndio imekuwa shida. Na hii haijui fasting, hii haijui hata kesha. Ndio hizo zote ni nzuri na ni sawa. Hata sacrifice hii haielewi, inaelewa tu damu moja, damu ya Yesu Kristo ya Kalvari. Ukiangalia nguvu ya damu, Wafalme wa Pili
Mlango wa 3 mstari wa 26 hadi 27. Kuna huyu mfalme wa Moabu amekujiwa na mfalme wa Juda na wa Israeli, wamempiga vita na amechukua jeshi lake la karibu wanaume 700. Ili alipoona vita imechacha, akaamua kuwachukua wale stadi, afunje ngome ya jeshi la Israeli na Juda ili atoroke. Akashindwa. Bible imesema alichukua kijana wake ambaye ni wa kwanza, firstborn, ambaye angerithi kiti chake, na akamtoa kafara. Bible inasema ulimwengu wa kiroho uligeuka na ghadhabu ikashuka. Ilibidi Israeli na Juda warudi nyuma na waondoke. Ukiangalia nyuma, Juda na Israeli walikuwa wametoa sadaka ya mbegu hapo asubuhi, na huyu ametoa sadaka ya damu. Ulimwengu wa kiroho ni soko iliyo wazi, ambaye mwenye atalipa gharama ya juu anachukua. Sasa ulimwengu wa kiroho ulipopokea tu damu, tena damu ya mzaliwa wa kwanza ambaye angeketi kwenye kiti cha enzi, na imetoka kwa damu ambaye ni damu ofu. Jiwa Moabu tunajua walisaliwa kwa njia ile kisungu wanaita incest, baada ya Lutu kulala na binti zake. Sasa nilikuwa na si damu ya watu wenye wako na agano na Mungu, lakini ona jambo ilifanya. Damu zote zinaongea, zile zimemwagika katika dunia, zile zinaendelea kumwagika zinaongea. Na tusipojua chinzi ya kuekeleza katika damu ya Yesu Kristo, dunia inaendelea ikiharibika juu. Nimekuambia damu ni currency ya kununua mambo katika ulimwengu wa kiroho, na katika ule ulimwengu mwingine wa giza wanatumia hiyo damu ili wapokee nguvu ya kufanya mambo yao. Na ndipo Yesu akatufunulia hiyo siri, baadaye tutaiona aliposema hata katika Yohana 6 kwamba usipokunywa damu yangu hauna uzima, bali atakaye inywa damu yangu na kula mwili wangu ako na uzima kweli kweli. Na agano la kale ndiyo ni damu ya wanyama ilikuwa inatolewa kafara. Agano jipya ni damu ya Yesu Kristo ambayo ni damu kuu, inanunua hizo damu zote. Na katika agano la kale unaona Mungu katika mambo ya Walawi anawaambia kwamba 16:11 anawaambia msinywe damu kwa kuwa uhai uko katika damu. So ukinywa damu kama ni ya mnyama, unakunywa hiyo uhai ama soul ya hiyo mnyama. So ukiangalia kuna damu tofauti, na damu zote sio sawa. Damu ya mtoto si sawa na damu ya kijana ama damu ya mzee, na damu ya bikira si sawa na damu ya asiye bikira. Katika ulimwengu wa giza wanaelewa hizo. Damu zile zinatolewa kwa afya mimba, zina mambo zao, na ndio muofu anang'ang'ana kabisa ziruhusiwe ifanyike ili apate kibali cha kushuka, ache asherekee hizo damu na haribu mazingira. Kwa kuwa ni damu isiyo na mawaa inaendelea kumwagika. Hii mambo ya kusema uafiaji mimba uruhusiwe ni jambo la kishetani na ni kinyume na neno la Mungu ambaye anaanzisha uhai. Juu hiyo damu inaongea. Mtu anaweza kuwa hata amefanya hilo jambo na ni wa damu yenu. Usipopata ufunuo wa kunyamasisha hiyo damu, juu ni ukoo, itaongea na itakusuia mambo. Ndipo tunaambiwa twende mbele ya kiti cha rehema kwenye hiyo mahakama. Waebrania 4:16 kwa ujasiri. Juu ni mambo na mahakama, mahali kuna damu inaingia mahakama. Twende pale
mercy seat ambapo damu ilikuwa inawekwa, saa hizi damu ya Yesu imewekwa hapo. Tunyamazishe hizo damu, ili damu ya Yesu iongee, ile ya Kalvari, baraka zote. So ukiangalia Waibrania 12:24 inasema hivi, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiziwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Kwa nini damu ya Yesu inalinganishwa na ya Habili na sio ya Adamu? Damu ya Habili ilimwagika, na ilimwagika sokoni. Ilikuwa yeye ni mfugaji, ndugu yake ni mkulima. Habili alipo mwaga damu kwa kafara yake, hiyo damu ikafutia Mungu, juu Mungu ni roho. Ndugu yake akafanya kinyume, na Mungu anamwambia ukifanya sawa utakubalika. Ni biashara mko ndio, chukua baadhi ya mboga na nini, patia ndugu yako akupee idha mwana kondoo. Ukifanya hivyo utakubalika, la sifo dhambi iko mlangoni mwako. So damu ya Yesu inanena mema. Damu yoyote ile ambayo inamwagika na haina hatia inanena kinyume, na inalaani ardhi, inalaani dunia, inafunga mambo. Lakini damu ya Yesu inanena mema. Kuanzia pale Kalvari, uliona akiwa msalabani anasema, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Na kwa kuchinjwa huko alirejesha ardhi. Ndipo unaona wanapomwabudu wanasema anastahili yeye aliyechinjwa kupokea utukufu, kupokea hekima, kupokea heshima, kupokea mamlaka, kupokea mali zote, kupokea utajiri wote. Hakupokea kwa ajili yake, juu yeye aliumba zote. Alipokea kwa ajili yangu na wewe, baada ya kulipa hiyo damu, na ikatoshelesha Baba. Ndio unaona baada ya yeye kufufuka, Mary Magdalene anakuja, anajaribu kumguza, na mwambia usiniguze kwa kuwa bado sijaenda kwa Baba, na hiyo damu ikubalike. Na hiyo damu ikafika ikakubalika, na naamini kiti cha enzi cha Baba amekalia hiyo damu, anatawala ulimwengu wote. Juu hiyo damu inaongea. Jina la Bwana lipewe sifa. Jinsi ya kumaliza dhambi ya damu ya ukoo. Jambo la kwanza, tubu maovu yako na ya ukoo. Ukiangalia Danieli 9, aligundua ni nini iliwapeleka utumwa. Soma Danieli 9 yote, utaona anatubu dhambi za ukoo, bloodline. Assume kwamba uko sawa. Ukianza fuatilia ukoo wenu, hakutakoza mtu aliua mtu, hakutakoza mtu ambaye aliafya mimba, hakutakoza mtu alikata mtu damu ikatoka. Kwa hivyo fuatilia ukoo wenu hadi kisasi cha 4. Na ukoo wa mama pia fuatilia hadi kisasi cha 4. Ikiwa umeoa uko na visasi 16 ya kufuatilia, na utubu hizo dhambi zao. Kisha uwekeze damu ya Yesu Kristo kwa kuandaa meza ya Bwana. Ukiangalia pia mambo ya Walawi 26 inaongea hayo mambo, kwamba mkifanya hivi na hivi nitawatupa. Msipotubu nitawatupa tena zaidi, nitawatawanya. Msipotubu nitawarusha mwisho wa dunia. Lakini mkitubu maovu yenu na maovu ya baba zenu, nitakumbuka agano langu na nitawarejesha. Ni nini nawatawanya kwenu? Kuna damu inaongea kwenu kinyume. Mpendwa mtazamaji wangu, ninaongea na wewe. Hiyo shida unapitia, ni damu fulani inaongea kwenu. Ama wewe unayenitazama, kuna wakati ulijipata mahali ukaafya mimba. Wewe uliotungiza hiyo mimba na aliyeipokea, na mkakubaliana kumwaga hiyo damu, nyote mko kwa kifungo juu hiyo damu inaongea. So Mungu hajatuacha bila jibu. Jibu liko pale Kalvari, nitakuonyesha hapo mwisho. Ukiangalia Esra 9 pia, kabla rejesha taifa, anatubu hayo maovu ya taifa yote. Nehemia 4:9 utaona hayo mambo, na ikiwa unataka kurejeshwa utaanza kutubu hiyo.
Tuangalie meza ya Bwana juu. Wakorintho 10:16 inasema, je, meza, kikombe tukiandaacho si kikombe cha baraka? Baraka zote za Kalvari ziko hapo kwenye meza ya Bwana. Unapotubu hayo mambo yote, kamilisha na kuandaa meza ya Bwana. Na ikiwa uelewi, utanipigia kwenye hizo namba zenye ziko kwa runinga, nitakuelekeza nikuandalie meza ya Bwana na nikuelekeze vile utaitumia. Hizo shida hutaziona tena. Juu hiyo damu inamaliza kabisa na unarejeshwa ni kana kwamba hukufanya chochote. Tuangalie Petro wa kwanza 1:18-19. Anasema, ninyi mfahamu mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Hii mambo nimekuambia, unaweza kufunga iko sehemu yake ya kukuweka wakfu mbele za Mungu na Roho wa Bwana apate kukutumia. Juu mwili inapungua, roho inainuka. Lakini mambo ikiwa unashughulika mambo na damu ya kwenu, haijui kufunga. Unaweza toa sacrifices nyingi, lakini hiyo haijui hiyo. Unaweza ukaomba sana, kukesha ukiomba ukifunja hizo vitu, ndio zitafunjika, lakini usipomalizia na damu ya Yesu Kristo, bado utaona zinaongea. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, hapa Bible imetueleza bayana kwamba tukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Na unaona naenda akisema, tokana na mambo tuliyoyapokea na tokana na wazazi wetu ama baba zetu. Hayo mambo ambayo yamekaa kisingiti kwako, ni damu ya kwenu inaongea. Juu ina sauti na ndio inakustaki hata kwa ulimwengu wa kiroho. Shetani hana ruhusa kabisa na ajui mawazo yako. Lakini damu yako inaongea na maroho anapokea. Kuna mambo saa zingine unaamua, uenda hatua nyingine, utaona damu inaanza kuongea. Vita inaanza, unashangaa, mbona nikiamua kufanya jambo lolote, aidha iwe biashara ama kuenda kiwango kingine kibiashara, ama umeitwa kwenu ni mhubiri, unaanza kuona kila mara ukijaribu kwenda hatua nyingine ama kujenga, unaona vita inaanza ambayo hujui inatokea wapi. Ni damu ya kwenu na inakustaki hata mbele ya mahakama. Lakini damu ya Yesu Kristo, unapoandaa baada ya kutubu hayo mambo yote, uandae meza ya Bwana, na unapoitumia baada ya kuiombea, sio mkate tena, sio kinywaji tena. Juu Yesu akiandaa hakusema hii ni kama mwili wangu, alisema huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, hii ni damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu, kwa ajili ya agano jipya. Ili utake kujua uzito wa damu, Biblia, Agano la Kale, ilifunganishwa na damu ya wanyama, na Agano Jipya imefunganishwa na damu ya Yesu Kristo isiyo na mawaa. Juu hii damu ya Yesu si ya Adamu. Baada ya Adamu kuanguka, damu yake iliharibika kabisa. Ndipo unaona tuko na hiyo dhambi ya asili ya Adamu. Mtoto anasaliwa, anaanza mambo kinyume mpaka akutane na Yesu arejeshwe. So mpendwa, hii damu tu ya Yesu, Kalvari ndio kuna ukombozi. Kalvari ndio kuna uponyaji. Magonjwa imekuwa sugu, Kalvari ndio kuna urejesho. Kalvari ndio kuna kupokea miaka iliyopotea,
fedha zilizopotea, baraka zilizofungwa na damu inayoongea. Kalvari inainyamazisha kabisa, na ikinyamazisha inanyamazisha mara moja, unaingia anga nyingine tena. Kwa hivyo mtazamaji wangu, usiku wa leo unapoongea na wewe, najua labda kuna mengine mengi unapitia. Umesema nikana kwamba hata Ukristo hauna maana juu damu imeongea. Unajaribu hiki inakataa, unajaribu hiki inakataa. Umeng'ang'ana kweli, na kila mtu anaona umeng'ang'ana. Kama ni milimani umeenda umeomba, lakini leo hii nakupa siri. Nenda mbele ya mahakama na utubu. Ukisha tubu, andaa meza ya Bwana na utanipigia, nitakuelekeza ikiwa uelewe juu Yesu ametufanya wafalme na makuhani. So umeruhusiwa kufanya hivyo. Hii ndio siri moja ilikuwa ya mitume. Waliifanya kila siku. Toka nyumba wakienda nyingine wanafanya, na ndio walikuwa na nguvu. Hii siri ndio ulimwengu wa giza wanatumia. Na wanatupiga vita wakitumia damu mbaya kuinua madhabahu chafu na mambo zao zingine chafu. Na bila wao kumwaga hiyo damu na kutumia, hawana nguvu. Hawawezi enda hizo kupa, hawawezi fanya mambo zao. Na je, unapokunywa hii damu ya Yesu na kula mwili wake, utakuwa nani? Hii ya kusema ni mwezi mara moja kwa mwezi haiko kwa Bible. Hii ya kusema ni mara moja kwa Pasaka haiko kwa Bible. Hii ya kusema labda hivi haiko kwa Bible. Bible inajibu. Angalia kile Yesu aliamuru, fanya hivyo mpendwa. Naenda kuomba na wewe, mtazamaji wangu mpendwa. Na nitatumia damu ya Yesu. Juu hii damu inanena, na ni mambo siri ambayo muovu hataki ujue. Hii ndio alificha kabisa kanisa, lakini sama hizi za mwisho anarejesha. Juu hekima ya maarifa ya utukufu wa Mungu, Habakuk 2:14, itaichaza dunia nyakati hizi kama vile bahari, maji ichazavyo bahari. So hii ni siri moja ambayo inafunuliwa. Na umeruhusiwa kula meza ya Bwana kila mara. Ndio Yesu akasema kila mara tumkumbukavyo. Kila mara ni mara ngapi? How often is often? Wacha jicho lako la kiroho lifunguliwe na sikio lako la kiroho lifunguliwe upate kusikiza. Acha niombe na watu hapo ambao mmeng'ang'ana na vitu ambayo inaitwa laana za kiukoo wa damu. Juu damu inakuwa ni kama sasa ile unaona mvua imenyesha, mto unateremka, umebeba mambo. Baadhi ya hiyo imekusimamisha, damu ya Yesu inaisimamisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wakati huu. Asante kwa mtazamaji wangu ambaye ananitazama wakati huu. Amepitia mengi, amebebeshwa mengi ambayo sio kupenda kwake bali alipokea. Jehova, mpe rehema za Kalvari. Wacha hiyo damu ya Kalvari isungumze juu ya maisha yake kuanzia dakika hii. Wacha hiyo damu inyamazishe kila laana zote. Wacha hiyo damu inene mema, Jehova, jioni hii juu ya mpendo wangu. Jehova, ulituma Yesu na akatukomboa. Mkomboe toka kwa damu inayonena kinyume. Damu aliyosaliwa ndani yake, si kupenda kwake. Hiyo damu inyamazishwe kabisa na damu ya Kalvari na awekwe huru. Juu Yesu ukituweka huru, tunakuwa huru kweli kweli. Asante mtazamaji wangu. Pokea kwa imani. Hiyo ugonjwa yeyuke. Ulcers, cancer, fibroids, AIDS, ikauke kabisa. Juu pale Kalvari iliisha. Tunaweza asiliana kwa hizo nambari. Pia unaweza ukatuma msaada wako ili tulipe airtime, tuendelee kuwa hewani kuwafikia wengine zaidi. Asante kwa kunipa muda wako. Barikiwa sana.
Tuonane kwa programu nyingine. Shalom, shalom, shalom.